kuna mazoezi, kuna sehemu fulani wanatakiwa ulipwe. Ndani 20,000, 30,000, 50,000. Kila mmoja na namna yake kwa Mungu amempa level hiyo kwa wakati huo. Je, utafanya lipi? Uaminifu, kujitoa kwa moyo. Ndio kwamba sababu zingine zote za kidunia zinaharibika. Sababu hii ambayo unaipewa ni Mungu mwenyewe anaokupa. Haiharibiki, haitaharibika. Itasimama pamoja na wewe siku hiyo usiozali. Utaitwa vema mtumwa mwema. Lakini pia ni utii wa Mungu hata usipoonekana. Kuna watu ni watii pale wanapokuwepo watu. Kuna watu ni watii wanapokuwepo kanisani. Kuna watu ni watii, njoo tutakuwepo kwenye mkesha, kila mtu anaonyesha mkono. Ni mtii kanisani. Kila kwenye uhalisia sasa, wewe sio mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutafunga, mtu anaonyesha mkono. Lakini sasa unakosa utii mbele za Mungu. Kuna watu wanatenda matendo mema wanapokuwa siku ya Jumapili kanisani au siku ya Jumatano au Ijumaa au mazingira au wanapoona mtumishi fulani wa Mungu. Lakini mtu mwaminifu yule ambaye anabaki kuwa mtii, anabaki kuwa na jina moja tu. Hata katika giza, kwa sababu anajua yeye ni yule abadiliki. Akiitwa Yohana ni Yohana tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika nyakati ambazo hakuna mtu anayekuona, bado baki kuwa mwaminifu. Baki kuwa mwaminifu. Baki kuwa mwaminifu. Mithali 20:6 anasema hivi. 20, andika Mithali 20:6 anasema watu wengi hutangaza kila mtu wema wake. Bali mtu aliye mwaminifu ni nani awezaye kumpata? Watu wengi hutangaza kila mtu wema wake. Bali mtu aliye mwaminifu ni nani awezaye kumpata? Mithali 20:6. Mithali anatuambia kwamba mtu mwaminifu ni nani anaweza kumpata? Kila mtu anatangaza yeye ni mwema, mimi ni mwema katika hili, lakini ndani yake hakuna uaminifu. Anatangaza yale matendo mema, lakini uaminifu haupo. Anasema watu wengi wanatangaza mimi ni mwaminifu katika hili matendo mema, lakini anasema mtu mwaminifu ni nani atakayeweza kumpata? Kwa hiyo mtu anabaki kuwa mwaminifu hapatikani kirahisi. Ni pale ambako anapoamua kujikana mwenyewe. Kila siku unabaki kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Na kuwa mwaminifu leo, na kuwa mwaminifu kesho. Na kuwa mwaminifu kesho kutwa. Uaminifu upo. Hata tunapokuwa tunawahi ibada ni saa mbili, unabaki kuwa saa mbili upo mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu katika kila namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Uaminifu. Uaminifu ni tabia ya Mungu mwenyewe. Ukisoma katika Timotheo wa pili, ile sura ile ya pili mstari wa 13, anasema hivi: hata tusipomwamini, hata kama tusipomwamini, yeye ubaki wa kuaminiwa. Kwa maana yeye hawezi kujikana mwenyewe. Hata wanadamu wote waache kumwamini, yeye hawezi kujikana, kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa asili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, uaminifu ni tunda la Roho Mtakatifu linalomfanya mtu aweze kuaminika katika familia, katika kanisa, hata katika jamii. Anabaki kuwa mwaminifu kwa maneno, mwenendo na matendo yake. Maneno na matendo yanakuwa ni kitu kimoja. Lakini maneno yanaposema alafu matendo yakapishana, uaminifu unakuwa haupo. Kuwa uaminifu kwa Mungu. Wakati wetu ni mfupi mno hapa duniani. Tuvumilie kuishi maisha mema. Na siku moja tutaingia mbinguni. Siku moja wapendwa, tutaingia mbinguni. Ukitaka kuweza kuishi namna hii, mruhusu Roho Mtakatifu. Halafu acha kuangalia sana maisha hapa duniani.
ndio fanya, tafuta, wekeza, tafuta, lakini usisahau maisha yako ya kwamba wewe ni msafiri tu, wewe ni mpitaji tu. Mwenyeji wetu sio hapa, mwenyeji wetu ni jitengenezee huko nafasi ukiwa bado uko hapa. Kila tendo chema na kila uaminifu unaolifanya unatengeneza nyumba yako kule mbinguni, unatengeneza taji mbinguni. Jua ya kwamba ndipo siku na sisi tunatamani kuingia mbinguni. Kila chozi, kila teso litafutwa. Kwa nini Bwana Yesu akasema ikiwa kuna mkono unakufanya ushindwe kwenda mbinguni, basi ukate mkono huo. Ikiwa ni jicho lako libolo lingine na jicho moja, anasema ya kwamba ikibidi ukose mambo ya duniani kwa ajili ya ufalme, ni heri ukakosa duniani lakini ukayapata ufalme wa mbinguni. Asiwepo hata mtu mmoja ambaye atakosa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Asiwepo hata mtu mmoja asikosa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Nafasi ni sasa. Nafasi ni sasa. Yesu anasema katika Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 10, wewe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji na uzima. Yesu anatupima kipimo chetu cha uaminifu katika kiwango ambacho hata kifo kije utabaki kuwa mwaminifu. Kama tunashuka kuwa uaminifu katika mambo madogo namna hii, je, kifo watumishi wa Mungu, kifo utakuwa mwaminifu katika mambo madogo tu? Tunashuka kuwa uaminifu. Je, kifo? Yesu anasema, anatoa kipimo hichi cha tatu, tuwe waaminifu hata kufa. Hata kufa ndio kipimo cha mwisho kabisa. Hata kikubidi kufa kwa chini ya uzima wa milele, baki kuwa mwaminifu. Wakati nausikiliza ushuhuda wa Adam Haji kule katika nchi ya wenzetu, unajua ilikuwa sio rahisi. Ukionekana wewe ni Kristo unauliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale watu walikuwa wameokoka hivi karibuni, mpaka nikawa najiuliza ni wapi walihubiriwa hawa nchini, kwa sababu watu wameokoka ndani ya siku 2-3, lakini bado walikuwa waaminifu. Watu walipokutana na hatari ya kuuliwa, bado walisema niuliwe. Kisa ushuhuda wake mtaupata. Ipo siku tutapata neema ya mtumishi aliyokuja kututembelea mahali hapa. Ipo siku. Ipo siku kwa ajili ya tujenge imani. Kwamba wako watu wanapitia pia, wamepita yale sijui mbinguni utasema nini. Katika jambo ambalo umeshiwa dogo kabisa, kuna watu wameshinda makubwa zaidi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende sasa kwenye kipengele kingine cha haraka. Tunda lingine la pili linaitwa upole. Upole. Kwa jirani yako upole. Sasa unajiuliza mara mbili, upole ni mtu wa namna gani? Mtu mpole ni mtu wa namna gani? Je, mpole ni mtu mkimya? Je, mpole ni mtu asiyezungumza? Je, mpole ni mtu anayeonekana kwa watu ukimtazama ni mpole? Upo upole wa kibinadamu na upo upole ambao ni tunda la Roho Mtakatifu. Ni matokeo ya Roho wa Mungu ndani yako, alafu anaanza kuachia tunda linaloitwa upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mpole ni mtu mnyenyekevu wa moyo. Tunapozungumza upole, si unyenyekevu wa nje. Kuna mtu anaweza kuwa mnyenyekevu kwa nje tu, lakini ndani anakusema tofauti. Kuna mtu anaweza kuwa anakuchekea, anakuonesha huruma, lakini ndani moyo wake unasema tofauti. Upole huu unaozungumzwa hapa ni ule upole unyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu akasema, heri wenye upole, maana hawa watamuona nani?
Ukisoma katika Mathayo 11 mstari wa 29, ndio andiko letu kuu katika tunda hili, inasema, Yesu anasema Mathayo 11 mstari wa 29, jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsi. Kwa hiyo sasa, hili tunda la Roho Mtakatifu inaonyesha nguvu ya ndani ya Roho Mtakatifu ya kuweza kudhibiti, ya kuweza kushinda hisia zetu, hali zetu tunazokuwa nazo za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia Bwana Yesu anasema, jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole. Yeye Yesu mwenyewe alikuwa ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Akazungumza unyenyekevu anaozungumza hapa ni wa moyo. Unyenyekevu unaozungumzwa hapa ni wa moyo. Tutaenda mbele kidogo, tutaangalia sifa zile za mtu mpole kulingana na neno la Mungu linavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo hii ni tabia ya unyenyekevu, uvumilivu, kuchukuliana, kutendeana, unakuwa kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ambavyo unamchukulia mwenzako, namna ambavyo mtu anapokujibu kwa hasira, na namna ambavyo ndani yako unaweza kujibu kwa maneno ya busara, ya hekima, maneno yanayoashiria kutoamisha hasira kwa yule mtu. Kama yule mtu alikuwa na hali iko chini, namna unavyojibu ndani yako kwa busara. Bwana Yesu asifiwe sana. Si pale ambako sasa unazungumza tu bila uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anakupa neema ya kusema kitu pale ambapo unatakiwa kusema, kunyamaza pale ambapo unatakiwa kunyamaza. Maneno yale yanapimwa katika uzito wa Roho, yakiachilia uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na kuweza kuponya moyo uliochini, kuponya moyo ambao tayari umeshajeuliwa, moyo wenye ghadhabu, moyo wenye hasira, moyo wenye maneno ya kuchoma na kuumiza watu wengine. Kwa hiyo sasa wewe unakuwa ni mtu anapokuja kwa ghadhabu, unashangaa, unaachia neno la hekima ndani yako, ambayo neno likitoka linaenda kupoza ile hasira ya mtu na kumshusha chini. Si kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Upole haimaanishi ni udhaifu. Kuna vile mtu anaweza kuwa ni udhaifu fulani wa nguvu. Na wakati fulani nilitolea mfano wa mtu mzima na mtoto. Mtu mzima anapomkaribia mtoto, huyu mtoto akionyesha udhaifu, kutulia, ni kwa sababu tu ni mtoto, ni mdhaifu. Ndio maana hatuwezi tukatafsiri yule mtoto kuwa vile, basi huyo ni upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Upole ni ile hali ambayo unajiona kabisa una nguvu, na yule wa chini unaokuwa naye labda ni mtu ambaye hana nguvu ile yote, lakini bado wewe ukachagua kuwa mnyenyekevu, ukachagua kutulipiza hata pale ulipostahili kulipiza, ukachagua kunyamaza kimya au kusamehe hata pale ambapo unatakiwa kusamehe. Una nguvu kabisa, lakini ukachagua kushirikiana na watu wengine kwa upole, bila kujiona wewe ni bora kuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Upole ni tabia ya Kristo mwenyewe, ambaye yeye mwenyewe alikuwa ni mtu mwenye rehema, mwenye upendo, uvumilivu na unyenyekevu. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Kumbuka, alikuwa ni Mungu, alikuwa duniani. Tulijifunza kwa somo huko nyuma, Yesu Kristo tuliona katika ubinadamu wake, Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndio yeye alikuwa ni Mungu mwenye nguvu zote, mamlaka yote, lakini bado alipotukanwa hakujibu neno. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika ile Wafilipi 2:5-7 anasema, iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo pia ilikuwa ndani ya Kristo. Yeye alikuwa mwanzo yu namna ya Mungu, lakini akuona kule kuwa sawa na Mungu kwa ni jambo la kushikana, alijinyenyekeza akawa mtii hata wa mti. Kwa yeye mwanzo alikuwa namna ya Mungu, angeweza kufanya chochote, lakini aliamua kuyafanya mapenzi ya Baba, kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe.
upole, unyenyekevu wa moyo, unyenyekevu wa moyo. Ni pale tunapoonyesha hali ya unyenyekevu, hata pale tuna nguvu ya kushika, tuna nguvu ya kufanya kitu fulani, lakini tunaamua kutolipiza, tunaamua kutokufanya hivyo, tunaamua kunyenyekea kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya kuulinda umoja wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Pole ni hali ya kujitoa kwa Mungu, lakini pia na kwa wanadamu pia. Kwa wanadamu pia ni hali ya ndani yako kujizuia. Tuangalie sasa sifa za upole kwa haraka haraka. Sifa za upole, sifa za upole. Moja tushaiona hapa ni unyenyekevu wa moyo. Unyenyekevu wa moyo. Sifa ya kwanza, tunapokuwa tunaongea hizi, anza kujitafakari maisha yako. Je, upole huo unao? Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu wa moyo. Mtu mpole ni mtu ambaye si wa maneno mengi sana, si wa majivuno, si wa kuzungumza sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata anapokutana na changamoto fulani, bwana huyo mtu anaonyesha hali ya kunyenyekea ndani ya moyo. Katika maisha kila siku, wakati mwingine tunauziwa, tunadharauliwa. Sasa ni namna ambavyo katika dharau mtu anaonyesha dharau, amekudharau kabisa, ameonyesha maneno ambayo yanakuumiza kama mwanadamu. Mwanadamu yeyote yule akiyasikia maneno, ndani yako utaumia. Katika hali ya kawaida litakufanya uweze kuzungumza, uweze na wewe kutaka kulipa kisasi, uweze na wewe kutaka kuonesha hali fulani kwamba na wewe hapana, haiwezekani. Mchibu namna hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule unyenyekevu wa moyo, bado unatambua kwamba huyu mtu kaniumiza, huyu mtu jinsi alivyonijibu sivyo, lakini unaamua kuchagua uamuzi tofauti kwa kunyamaza kimya, kwa kutolipiza, kwa kutomjibu tofauti. Upole, unyenyekevu wa moyo, unyenyekevu wa moyo, unyenyekevu wa moyo. Hebu niambie nafsi yako, mimi je, na unyenyekevu wa moyo? Mimi je, na unyenyekevu wa moyo? Una haki ya kumjibu kwa namna alivyokufanyia. Una haki ya kulipiza kisasi. Huyu mtu kakufanyia jambo ambalo hata watu wengine ukienda kuomba ushauri wanasema usikubali. Hapana. Hata wengine wanaweza kuwa wanakutetea, wanasema hapana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu mnyenyekevu na moyo hahesabu mabaya ya mtu. Hata angefanyiwa namna gani, hata afanyiwe na dunia nzima iseme kwa kweli mwanangu inatosha, lakini bado huyu mtu atachagua kunyamaza kimya, kutolipiza. Unyenyekevu wa moyo, unyenyekevu wa moyo. Ni mara ngapi sisi watu wanatukwaza, tunapungukiwa na unyenyekevu wa moyo? Ikiwa ujue kabisa ni sifa ya kwenda mbinguni, ujue kabisa ni sifa ya kwenda mbinguni, kwa sababu Yesu anasema imani na nia hiyo hiyo kwa ndani ya Yesu. Je, hiyo ni tabia ya uaminifu, ya kutokikana jinsi alivyo? Kwa asili yeye ni mwenye haki, hawezi kujikana. Yeye ni mtakatifu, hawezi kujikana asili yake. Yeye ni mwenye haki. Siku hiyo tutaposimama mbele ya haki, kila mmoja atatoa hesabu. Tujitahidi sasa kujenga tabia unyenyekevu wa moyo. Anza kujizoesha nafsi yako. Hata mtu anapokukorofisha, anza kujizoesha. Ulikuwa unaweza kushika kama za kimya. Unaweza, kwa sababu upungukiwi na kitu. Hata mtu anapokuchika kitu ambacho unaona unaweza kuwa na hasira, kwa sababu unapochika ndipo ambapo ni kama moto unapokuwa unawaka kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utajibu. Jifunze kuwa na unyenyekevu wa moyo, sio unyenyekevu wa nje. Kuna mwingine anaonyesha unyenyekevu kwa nje tu, lakini ndani bado si unyenyekevu, sicho alichomaanisha. Je, wewe? Hiyo ni sifa ya kwenda mbinguni. Sifa ya kwenda mbinguni, unyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana.
wakati ni sasa. Kuna wakati mchache sana, wokovu wetu ni sasa. Hatujui, tunasikia matetemeko kila namna, hata hivyo makubwa, vita vya kila namna yanaibuka, magonjwa ambayo makombora ambayo yanaweza wengine wanajisifu wanalo kuharibu bara zima. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni ishara ya kwamba mwana wa Adamu hayuko mbali, na kitakachofanya kuingia mbinguni ni utakatifu tu. Utakatifu ni pamoja na kuvaa hizi tabia za Kristo. Ni pale ambapo uaminifu, unyenyekevu wa moyo. Mtu anapokujibu usijibu. Kumbuka kwamba ni mtego wa shetani. Kumbuka ni kwamba roho yako inajisika. Nyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema, "Jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo." Mnyenyekevu wa moyo. Lakini ingine ni kujizuia kwa hekima. Mtu mpole anajua namna ya kudhibiti hisia zake. Namna gani ambapo unakuta mtu kasa kumekuja, mtu kakuumiza, maumivu ya roho, maumivu ya moyo. Namna gani ambapo sasa unaweza kujizuia kwa hekima na busara ya kiroho. Kujizuia kwa hekima ya kiroho. Mara ngapi tunapita katika mengi lakini tunashindwa kujizuia? Mara ngapi tunakosa busara? Ni kweli umeonewa, ni kweli umefanyiwa ubaya, lakini mara ngapi sisi tunajibu ndivyo sivyo? Tunakuwa sawa sawa na wale watu waliopotea. Tunakuwa tulio sisi sasa tunaharibu zaidi. Hatuonishi tabia ya Kristo. Tabia ya Kristo, yeye alikuwa mpole, hata alipotukanwa aliamua kunyamaza kimya. Ukisoma katika ile Petro wa kwanza sura ya pili kama mstari wa 23, hebu tusome kidogo. Petro wa kwanza 2:23. Tabia ya Yesu, hata alipotukanwa hakurudishwa matukano. Hata alipotemewa mate, bado yeye alibaki kuwa mwaminifu. Alijua ni wakati gani wa kusema, ni wakati gani wa kunyamaza. Wakati gani maneno gani ya kusema. Yale maneno kabla hajasema alikuwa kwanza anayapima. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa kwanza 2:23 inasema, yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Kwa hiyo sasa Bwana Yesu mwenyewe tu alimkabidhi. Kisasi si cha kwako, kisasi ni cha kwako. Alijakabidhi kwa yeye ahukumuye kwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata baada ya hapo ndani ya kanisa, wekana kwa mtu akakukwaza, namna gani unamjibu kwa busara? Namna gani sasa utakuwa kama Kristo ambaye alinyamaza kimya? Bwana Yesu asifiwe. Anza sasa kuifundisha. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, siwezi. Anza kuja tabia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifa nyingine ya upole ni rehema na msamaha. Mtu yoyote ambaye mwenye upole ni mtu ambaye anaweza akaachia msamaha bila masharti. Anarehemu wengine, anasamehe. Tusipokuwa watu wa msamaha, watu wa kurehemu watu wengine, tunakosa sifa ya upole. Upole, unyenyekevu, ile hali ya kumsamehe mtu, hali ya kutomhesabia mabaya aliyokutendea, unasamehe kabisa. Yesu akasema katika Mathayo 6:37, anasema, wasameheni wengine kwa sababu msipowasamehe wala Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe makosa. Katika namna moja au nyingine, na sisi huwa tunakosea. Ndio ule mmoja akakosea, lakini kuna namna ambavyo Mungu na wewe pia ukimkosea, hujaomba sana Mungu anakutaka. Hujaenenda sana Mungu anakutaka. Kuna namna ambavyo unaishi haipendezi Mungu. Kuna namna ambavyo unazungumza isivyo sawa. Kuna namna ambavyo kuwaza kwako hujampendeza Mungu. Yesu asifiwe sana. Wewe unahitaji rehema. Siku hiyo utaomba rehema. Mungu ni rehemu.
lakini neno hili litakufunga. Mbona wewe hujamsamehe fulani? Mbona wewe kuna mtu umemweka yupo? Na kumbuka wale wote tunaoweka katika ulimwengu wa roho wanakaa kabisa ndani ya nafsi yako. Mbona mtu umemweka mama fulani, umemweka mama Ima, umemweka mama huyu, umemweka mama yule, umemweka baba yule, ndani ya moyo wako umekaa, wanakuwa uchungu ndani yako. Na wakati mwingine sasa tunaanza kuhesabia na kuwatachia wapate mabaya, lakini neno la Mungu linasema tofauti. Mtu mwenye upole ni mtu ambaye mwenye uwezo wa kurehemu wakati wowote bila masharti. Hakai, yeye anatengeneza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa na hali kutosamehe, unamfanya Roho Mtakatifu ashindwe kutengeneza tunda la upole kwa watu wengine. Kwa hiyo mtu anachua thamani aliyonayo katika moyo ni zaidi ya makwazo, ni zaidi ya kitu chochote ambacho anaweza kutendewa. Yule aliyonayo ni wa maana kuliko hazina zote za duniani, Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Anamlinda kwa nguvu zote. Huyo hataki apotee, kwa sababu akipotea huyo poteza kila kitu. Bwana Yesu akasema, heri ukaingia mbinguni kwa chombo, ukaingia mbinguni huna miguu. Hakuwa anamaanisha miguu ikatike, upungukiwe na mambo yote, lakini upate uzima wa milele. Upole, 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 upole. Luka 6:37. Yesu aliwaambia tunapaswa kusamehe. Sameheni ili pia msamehewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunasonga sana, lakini tutabaliza. Lakini pia sifa nyingine ni kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka hii tabia ya upole tunayozungumza si tabia ya kibinadamu. Ni tabia ya Mungu mwenyewe ndani yako juu ya watu wengine, sio wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Upole sio tabia ya kibinadamu. Kumbuka hilo. Mwanadamu wa kawaida hawezi kasirishwa na mtu, kuhuzunishwa, kufanywa mambo yote yanaweza kufanywa kama kawaida. Kumbuka kwamba unahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu ndio atawale maisha yako yote, yanatakiwa yeye matakatifu. Usiruhusu dhambi nyingine ndani yako. Ukiruhusu tu umemtoa nje Roho Mtakatifu. Na hivyo ni rahisi sana wewe kushambuliwa, utakuwa na hizi tabia za Kristo. Kwa sharti la kwanza, utakatifu ndio uwe vazi. Ujilinde mtu wa Mungu. Jilinde kwa gharama yoyote, uhifadhi Roho Mtakatifu katika kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Na unapoishi, jibu kama mtu ambaye ni mtu wa Mungu, si jibu kama mtu ambaye kwa duniani huko ukawa wewe ni Kristo. Wakina mama wajibuni waume zenu vizuri. Wababa wajibuni wake zenu vizuri. Watoto wajibuni watu wote wanaowasiti kwa namna moja au nyingine. Kijana na kila namna. Kiongozi wajibu watu waishi vizuri. Na ni watu waheshimu viongozi kwa namna, kwa sababu wamewekwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja kwa namna yake haiwezi kuonyesha tabia ya Kristo ya upole. Biblia inasema wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Katika tukisoma Wagalatia, ile Warumi 8:14. Warumi 8:14 inasema wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Ongozwa na Roho kwa kila jambo. Katika maneno wako wote, usiongozwe na roho ya kisa. Utajuaje? Ni yale matunda yanayotoka. Kaza matukano yakiwa ndani yako, mawazo mabaya, fitina na kila namna. Ukiziona hizo, ogopa. Hizo ni dalili ya kwamba hata ukifa leo wewe ni wa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo upole ni nguvu ya ndani kabisa. Nguvu ya ndani kabisa inayosababisha sisi tuweze kuishi, kujua namna ya kumjibu mtu, kujua namna kujibu kwa heshima, kujua namna ya kurehemu na kusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapenda wimbo fulani katika Wagalatia 6:1 tunamaliza, anasema ndugu zangu, mtu akikamatwa katika kosa lolote
fulani. Hii mlio wa rohoni mrejesheni kwa roho ya upole. Naomba tuimbe wimbo mmoja. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu nimekutumia kwenye WhatsApp, naomba uweke wimbo. Kila mtu atauchukua mzigo wake. Tuweke pale kwa kanisa zima tuimbe, tukiwa tunamalizia. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atatoa hesabu siku hiyo. Kila mtu atatoa hesabu. Kila mtu atauchukua. Tukiwa tunajaribu kutafakari, tafakari maisha yako. Tafakari namna unavyoenenda, tafakari namna unavyoishi. Je, mwenendo wako, moyo wako ukoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujaja basi tuimbe kawaida. Nishakuja. Tuimbe wimbo kidogo. Katika kwa hiyo wimbo tafakari maisha yako hapa duniani. Na tafakari maisha yako baada ya hapa duniani pia. Ya kwamba ikiwa moyo wako bado haujampendeza Mungu, bado unaishi katika hali ambayo haimpendezi katika mwenendo wako wa kila siku, jua ya kwamba siku hiyo ikifika, au utaweza kuingia mbinguni. Mbinguni hawaingii watu wenye moyo, watu ambao bado wanampenda Mungu kwa maneno, lakini kwa matendo na mwenendo wao hawampendi Mungu. Watu ambao wamemkataa Mungu katika mioyo yao. Tumkataa Mungu ni pale ambapo tunakataa kubeba tabia za Kristo ndani yetu. Pale ambapo tunaamua kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, tunaamua kumkataa Mungu. Basi tusimame wote kanisa, tutafakari Mungu. Tafakari wimbo huo. Tuimbe tu, sio jana, tuimbe tu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kwa kama tukijua, naomba tuimbe wimbo. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Nataka wote tunamfahamu. Kila naomba tuimbishe wimbo unaofahamu. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Mzigo wake mwenyewe. Watu hivyo hivyo tunaweza kuimba. Wanana tunavyoishi mwenendo, matendo yetu, ndipo ambapo kila siku tutakuwa sawa mbele ya haki na kuchibukie mbele na maisha. Tukimkataa Mungu katika fahamu zetu, jua ya kwamba ipo siku ambapo utasimama mbele ya kiti cha haki na kuweza kuchibu ndani ya moyo wako. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu Tafakari maisha yako. Tafakari maisha yako sasa. Tafakari maisha yako sasa. Tafakari maisha yako sasa. Tafakari maisha yako sasa. Unamkataa Mungu katika fahamu zako. Maisha yako yanamkataa Mungu. Matendo yako yanamkataa Mungu. Yanamkataa Mungu. Anza sasa kwamba nitaishi kwa upole. Utaishi kwa uaminifu. Utaishi kwa uaminifu. Utakuwa mnyenyekevu wa moyo. Utakuwa namna ya kumheshimu wenzako. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Yes.
Nyamaze kimya kwa dakika chache. Nyamaze kimya kwa dakika chache. Sote tuwe kimya mpaka vyombo tuwe kimya. Kwa dakika hizi, kwa sababu kipindi chetu kimefika mwisho. Tafakari ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako. Kwa dakika hizi chache, tafakari ndani ya moyo wako. Unajua kabisa ndani ya maisha yako kuna namna ambavyo kwa kweli au mpendezi Mungu wa tabia. Mtu akikorofisha kidogo tu na mjibu vibaya, wa mbinguni hawaendi kwenye tabia kama hizo. Na mtu ambaye huwezi kusamehe, mbinguni hawaendi watu wa namna hiyo. Utazuiliwa mlangoni. Unasema mimi nilikuwa naenda kanisani kila siku, sikosi. Kwenye mkesha sikosi, kwenye kuimba kwaya sikosi, kwenye kusifu na kuabudu sikosi. Lakini umemkataa Mungu katika fahamu zako. Anza kuishi kama Kristo alivyoishi. Ishi ukiwa kanisani, ishi ukiwa nje ya kanisa. Ishi ukiwa nyumbani kwako, ishi ukiwa sehemu nyingine pia. Anza kumvaa Kristo kwa tabia na mwenendo. Wakati umeisha, siku hiyo utaisikia sauti hii na kuikumbuka. Laiti ningeishi yale maisha na kuamua kumfuata Yesu. Wakati huo mlango ukiwa umefungwa. Ibrahimu akamwambia tajiri yule alikuwa anaomba aliyeshwa katone kamoja kama maji. Akaomba hata watu watumwe duniani ili waweze kujua kwamba huko kuna hukumu isiyozilika, isiyokuwa na msamaha. Lakini Ibrahimu, baba yetu Ibrahimu akasema, wasipomsikia mtumishi Musa kule, hata mtu akitoka huko hawatamsikia. Usipoisikia sauti hii leo hii pia, unasema mimi bado na siku nyingi za kuweza kubadilika. Nitabadilika kesho, nitabadilika kesho kutwa. Acha niishi maisha yangu kwanza. Acha nifurahie dunia. Acha tu na mimi niishi ninavyotaka kuishi. Ndio kwamba kuna ile siku sio zani, ile siku utakuwa umeitwa. Mbinguni utaweza kuingia na tabia hizo. Mbinguni utaweza kuingia na kosa baadhi za utakatifu. Ni watakatifu pekee wale tu ndio wanaweza kuingia mbinguni. Anza sasa leo, baada ya hapo maisha. Yesu anaona utakuamua kuchukua hatua tu ya kwanza kubadilika katika moyo wako. Atakusaidia. Hapo uweze utaweza. Anza kuchukuliana na kubebana mzigo. Kila mtu aanze kubeba mzigo wa mwenzake. Kila mtu aanze kumhesabu mwingine kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Kila mtu aanze kumhesabu mwingine anastahili kuelimiwa zaidi yake. Kila mtu aanze kumtazama mwingine. Na ndipo tutapata kuitwa watu wa Mungu alicho. Katika mwenendo wetu na matendo yetu tumtazame Kristo. Yeye alivumilia hata kifo. Hakutoa maneno, alinyamaza kimya. Ndio wakati gani wa kunyamaza, tunaona kusema. Na hata aliposema alitoa maneno ambayo si maneno ya kuuliza, bali maneno ya kucheka. Samehe kila mmoja kama Baba alivyotusamehe sisi. Bwana Yesu akasema wasamehe. Acha maombezi. Mtakatifu na Bwana Mungu mwenye nguvu na mapenzi. Naomba tunisikie neno hili. Naomba Bwana Mungu wa majeshi wasaidie watu wako. Hawawezi kwa akili zao na nguvu zao. Naomba sasa Bwana niingie ndani ya maisha yao. Hawaishi. Weka moyo wa nyama, moyo wa usikivu, moyo wako, moyo wa upendo, moyo wa kuwajali wengine, moyo wa kuwahurumia, moyo wa Kristo, moyo uliotakaswa, moyo uliogeuzwa katika maisha yao. Wewe na mabadiliko. Tabia zao zisizozuia kuingia mbinguni. Waanze kubadilika sasa, si kesho. Waanze kuishi maisha ya baada ya hapa. Maisha ya kutafuta Mungu. Maisha ya uaminifu katika mambo yote. Maisha ya upole na upendo unaotoka